Ni siku nyingine tena, mpendwa mtazamaji wa Baraka TV, mwanga wa matumaini na ukombozi. Tunakutana tena asubuhi ya leo, asubuhi njema yenye kibali mbele za Mungu, siku ya Jumanne tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2026. Hatuna budi kumshukuru Mungu kwa kipawa hiki chema na nafasi aliyotupa katika uzima na afya aliyotukirimia siku ya leo. Basi tuungane kama ilivyo ada, tuweze kusikia neno la Mungu ambalo ndio mwanga wetu katika safari ya maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Penzi mtazamaji, niliye mbele yako ninaitwa mchungaji Benjamin Anyandwile Mwarukasa, mtumishi wa Mungu katika kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi, na mtumikia Mungu katika ushirika ule wa Itezi. Basi karibu tusome pamoja maneno ya Mungu kama yalivyoandaliwa katika kiongozi kalenda siku ya leo. Somo la kwanza linapatikana katika kitabu cha nabii Danieli sura ile ya 9 mstari wa 4 na wa 5, wakati somo la pili tutalipata katika Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 37b. Na kabla sijasoma haya masomo, nimtangulize Mungu. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa uaminifu wako na neema kuu ambayo umeachilia siku ya leo. Asante kwa huruma zako na asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye Bwana siku ya leo ameutoa muda wake kwa ajili ya kusikiliza. Mungu aliye mtakatifu, anatamani aanze na wewe asubuhi ya leo, na kwa njia hii ya neno lako ninaamini mwangaza wako unakwenda kumzukia na anakwenda kutiwa nuru macho yake ya rohoni kupitia maneno ya uzima ambayo Mungu umetukirimia siku ya leo. Ninaomba neno hili likapate kuwa baraka katika moyo wa msikilizaji na mtazamaji wangu anayesikiliza na kutazama wakati huu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tupe ufahamu juu ya neno hili. Utukufu na heshima tunakurudishia Mungu wetu mwema, katika jina la Yesu Mungu wetu naomba na kuamini, amen. Nakwenda kusoma kama yalivyoandikwa maandiko matakatifu katika kitabu cha nabii Danieli sura ile ya 9 mstari wa 4 na wa 5. Maneno ya Mungu yanasema hivi: Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, shikae maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake, tumefanya dhambi. Ninarudia tena, Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikae maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake, tumefanya dhambi. Na hiyo ni Danieli sura ile ya 9 mstari wa 4 na wa 5. Wakati Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 37b, Yesu alisema, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Haleluya, mwana kondoo ameshinda. Pendwa mtazamaji, katika masomo haya mawili napenda tujifunze kitu kutoka kwa Danieli, lakini pia na agano ambalo limesimama katika nyakati na maombi ambayo Danieli aliyaomba. Na maombi haya ni maombi yanayolenga lango la msimu na nyakati. Kwa kuwa ukisoma ule mstari wa kwanza unaona anaanza na kusema mwaka ule wa kwanza. Mwaka ule wa kwanza hapa ina maana kwamba Danieli wakati anajitahidi kumkaribia Mungu wake tayari alikuwa ndani ya lango la nyakati. Na Danieli anapoanza maombi haya hakuanza hivi hivi. Alianza na kusoma vitabu. Aliposoma vitabu akatambua nyakati zilizoamuliwa na Mungu. Ndipo akagundua kwamba kuwepo kwao katika nchi ya Babeli ni kwa sababu ya uovu na dhambi zao. Danieli akajinyenyekesha mbele za Bwana, akafunga na kuomba. Na katika kuomba kwake akaanza kutamka juu ya kosa la taifa lake. Pendwa mtazamaji, siku zote dhambi hufunika uso wa Mungu. Dhambi huondoa kusudi la Mungu katika maisha ya mtu, sababu Mungu ameweka kila kusudi kwa ajili ya mwanadamu, na kila kusudi limesimama kwa majira yake na nyakati zake. Hawa wana wa Israeli tunasoma ya kwamba
walichukuliwa mateka, na sababu kubwa ya kuchukuliwa mateka kwenda mbali na nchi yao ni kwa sababu ya uovu waliofanya, na dhambi iliyowafanya waondoke wachukuliwe mateka ni kwa sababu ya dhambi ya ukaidi. Utaona Danieli anavyojieleza, walikuwa na manabii, waliwasikiliza lakini hawakuwasikia, walikaidi maneno ya manabii, na kwa sababu hiyo Mungu hawezi kusema uongo. Alisema nitakuadhibu kwa fimbo ya wanadamu. Aliwadhibu hivyo, lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu aliachilia neema ndani ya Danieli. Je, mpendwa mtazamaji, unajua neema aliyoachilia Mungu kwa ajili yako? Kila mmoja amebeba neema yake. Wewe unayo neema mbele za Mungu, na hiyo neema si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Danieli asingesimama katika zamu hii, bila shaka Mungu asingeachilia kibali tena kwa wana wa Israeli, wala asingewasikiliza tena. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hachangamani na dhambi, hachangamani na uovu. Kwa hiyo Danieli alichukua dhamana ya kuomba kwa ajili ya taifa. Unapaswa kusimama katika zamu. Ewe Mkristo unayenitazama, unapaswa kusikiliza kwanza sauti ya Mungu kupitia watumishi wake. Unapoisikiliza, sharti ujue ni jambo gani Mungu aliloliachilia kwa majira hayo na kwa nyakati hizo, na huwa linafungwa kwa sababu ya uovu. Lakini kama watu wa Mungu wanaachilia mioyo yao kwa Mungu na kuomba, Mungu anaachilia neema kwa wakati mwingine. Danieli anatupa fundisho mahali hapa ya kwamba katika kuomba kuna kufunguliwa. Faida ya maombi, na Danieli aliomba maombi sio ya kawaida. Ameomba maombi ya kufunga zaidi ya siku 20. Ndipo Mungu anamjilia, anamjibu. Na toba siku zote ndio mlango pekee wa kufungua mlango wa nyakati. Haleluya. Kwa hiyo basi, katika maisha yetu kama Wakristo hatuna budi kutambua kwanza ukuu wa Mungu, kwa sababu Mungu anashika agano siku zote, lakini Mungu ni mwenye rehema, na katika rehema zake hawezi kumrehemu mtu pasipo kujua na kujuta. Hivyo basi, tukitambua haya, na hatuwezi kutambua pasipo kunyenyekea na kushuka mbele za Mungu kwa toba. Lakini hakika ya kwamba sisi tumepewa upendeleo na kusikilizwa na Mungu ni pale Yesu anapotuhakikishia ya kwamba yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Tunapaswa kutembea kwa ujasiri mbele za Mungu kwamba tulio ndani ya Kristo, tumemjia Kristo, au tunapomjia Mungu kwa njia ya toba, kwa kumwabudu na kumwadhimisha, agano lake lazima litimizwe kwetu. Tuamini hivyo katika hali yoyote tutakayopitia. Israeli wako utumwani, lakini bado mtumishi wake Daniel anakumbuka ya kwamba Mungu anashika agano na rehema, na Mungu ni mwaminifu katika agano lake. Kwa hiyo asubuhi ya leo tutambue hivi ya kwamba Mungu wetu tuliyemjia na tunayemwamini na tunayemsikiliza hawezi kamwe kuvunja agano lake. Na tukigundua ya kwamba Mungu ametuacha, tukumbuke kurudi kwake kwa toba. Bwana Yesu asifiwe, na mwanakondoo Mungu ameshinda. Kupitia somo hili ni tamani yangu na hamu yangu kubwa sana kwako mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Baraka TV, uone umuhimu wa kumkaribia Mungu kwa toba, lakini pia utambue ukuu wake, ya kwamba yeye anashika agano na rehema, halafu ni Mungu wa kutisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kila utakapomwendea Mungu wako hawezi kukutupa nje, atakusikiliza, na Mungu anasikia maombi ya toba, na kila atubuye husamehewa. Na Mungu haachii kusamehe tu, anafuta na kuondoa kumbukumbu zote. Sababu yoyote inayofanya usikaribiane na Mungu ni dhambi. Na mimi natamani asubuhi ya leo nipate kuomba kwa ajili yako. Kama unahisi umemkosea Mungu, basi ni wasaa wako wa kukubali kurudi kwake. Ungana nami kwa toba ifuatayo. Naomba ufuatane nami kwa maombi haya. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Nimetambua ya kwamba wewe ni Mungu mkuu,
Viumbe vyote vimesalimu amri, wakuu wote wamesalimu amri mbele za jina lako. Na wewe ni Mungu utishaye na unashika maagano na rehema. Ninakujia kwa toba. Nimetambua ya kwamba nimekukosea katika mambo mengi. Mimi na uzao wangu, mimi na jamaa yangu, mimi na ukoo wangu. Ninaomba msamaha, ninaomba rehema. Kama ulivyoahidi ya kwamba kila akujiaye Yesu Kristo hutamtupa nje kamwe. Ninaomba msamaha kwa makosa na dhambi na uovu tulioutenda kwa njia yoyote ile. Mungu samehe katika jina la Yesu. Ninarudi kwako, ninaomba unipokee, ninaomba unisaidie kudumu chini ya agano lako, ili nifungulie mlango katika nyakati na majira uliyoyaamuru mwenyewe. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wangu nimeomba nikiamini, amen. Nataka nikuombee kwa ajili ya udhaifu ama shida yote ulionayo. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, wewe unamjua kila mmoja. Umemwona mama yule, umemwona baba yule, umemwona kijana yule, umemwona binti yule, umemwona mtoto mdogo, umewaona watu wote. Jicho lako linaona kila mahali. Ninaomba katika jina la Yesu, kwanza nikitubu kwa ajili ya uovu wowote ambao Bwana umeonekana ndani ya moyo wa mtazamaji huyo. Kwa jina lako Yesu Kristo, naomba umtembelee kwa upya. Amesikia neno lako na ametubu kwako, naomba umtembelee kwa upya. Kama anakutana na magumu, Yesu Kristo nakusihi ukamponye, ukamrehemu, ukamwachilia kosa lake. Damu yako takatifu ya msalaba ikanene mema juu ya maisha yake tangu sasa na siku zote. Ukamkaribisha katika pendo lako ndani ya ufalme wako. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu nimeomba haya nikiamini, amen. Penzi mtazamaji, nikupe hongera na pongezi kubwa sana kwa kuwa sasa umewekwa huru na ahadi za Bwana zinakwenda kukaa pamoja na wewe. Dumu hivyo katika kumtegemea Mungu na kumtumikia. Ni mimi mchungaji wako na mtumishi wa Mungu katika kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi, Mchungaji Benjamin Anyandwile Mwarukasa, nikikuaga nikisema Mungu akubariki sana. Amen.